message. Maswali. Dada wa Arusha hapa Mimi wa Dodoma. Umeifuata nusu finali Arusha. Nimepanda ndege. Kaipandia ndege semaji. Una hatari. Bismillah, swali la kwanza tafadhali. Congratulations na kushinda goli 4. Ilikuwa ni matarajio yenu, ilikuwa ni chini ya matarajio au mlitarajia zaidi hicho ambacho mmekipata kwa siku leo? Kiukweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi huu wa magoli 4. Tuwe wazi ama niwe muwazi, hatukutegemea ushindi huu dhidi ya Coastal Union. Kuwa na fikra ya kwamba unaweza kumfunga Coast magoli 4 ni katika mambo ya kishujaa ambayo kusema kweli hatukuwa na ushujaa huo wa kuweza kufikiria ya kwamba tunaweza kumfunga Coast magoli 4. Kila tulipokuwa tukifikiria mechi yetu hii ama nusu finali yetu hii, akili ya kwanza ambayo ilikuwa ikija kuhusu Coast ni mechi yetu na wao ya mwisho ya ligi kuu ya NBC, namna ambavyo ilikuwa jiwe tena Simba ndio tukilazimisha kuchomoa baada ya Coast kututangulia. Ilikuwa ni mechi yenye pressure, mechi ambayo ilikuwa inaogopesha, lakini tukafanikiwa kupata ushindi. Kwa hiyo kila tulipokuwa tukifikiria hii nusu finali yetu, inatujia picha ya pale Mkwakwani, namna ambavyo Coast alitupelekea moto kweli kweli. Tukawa tuna mashaka ya kwamba je, tutaweza kutoboa kweli kwenye hii nusu finali. Lakini yote kwa yote inavyoonekana benchi la ufundi pamoja na wachezaji wamefanya kazi yao kwa umakini wa hali ya juu kuitengeneza hii nusu finali, na hatimaye nusu finali ikawa bora kwa upande wetu, nusu finali ikawa nzuri kwa upande wetu, na tukapata magoli mengi kweli kweli ambayo hatukuyategemea kama tumeyapata. Yote kwa yote, Simba Sports Club, we are very happy kutinga hatua ya finali. Tuseme tu kweli ya kwamba tulimisi hatua hii kwa muda wa miaka 4. Simba Sports Club hatujacheza hatua ya finali. Tulikuwa na shauku kubwa, tulikuwa na kiu kubwa ya kucheza finali. Hatimaye muumba mbingu na ardhi hii leo ametujalia kutinga hatua ya finali, na sasa tunayo furaha kubwa Simba kufika hatua hii ya finali. Jana ulizungumza ukasema Coastal Union ni moja ya timu ngumu na zinatoaga mchezo mgumu. Kwa namna ulivyotazama mchezo wao mpaka dakika 90 zimetamatika na ushindi wa goli, ilikuwa ni mechi ngumu kama ambavyo walifikiria kabla? Ilikuwa ni mechi ngumu, lakini ubora wa wachezaji wetu wakaifanya mechi kuwa nyepesi. Na ukiangalia hii leo hakuna mchezaji wetu ambaye kafanya makosa, na hakuna mchezaji wetu ambaye alikuwa na hayuko mchezoni. Kila mchezaji hii leo alikuwa kwenye ubora wake, na kila mchezaji hii leo alikuwa away from the mistakes. Hiyo ikatupelekea sisi kufanya vitu sahihi na kufunga magoli mengi kweli kweli. Sisi kumbagaza Coast mabao 4 sio Coast mdebwedo, ni kwa sababu Coast ameingia kwenye mtego wa panya, na panya amekula mtego wa panya, na mechi ikawa nyepesi kwa upande wetu, na hatimaye tukaondoka na ushindi wa magoli mengi kweli kweli. Semaji, mmefanikiwa Libase Gay, wewe kama shabiki msemaji wa Simba, unamzungumziaje Libase Gay kwa neno moja? Libase Gay ameendelea kuonesha klasi yake. Libase kiasili ni kiungo ambaye kazi yake ya msingi ni kusaidia timu kupata mabao, lakini kazi hiyo anaifanya, na kazi hiyo anaifanya mara 2 zaidi, kwa maana ya kufunga mabao yeye mwenyewe. Leo hiyo ukimwangalia, bao la kwanza kafunga yeye, ambalo ni bao linalotokana na akili binafsi ya mchezaji. Ameingia na mali kwenye 18, kulikuwa kuna option ya kutoa pasi, lakini akapata msukumu wa kupiga na akapiga ikawa goli. Goli la pili vile vile ametengeneza kwa Nixon Kibabage, mpira unampita mlinda mlango wa Coast, Kibabage anaokuta anafunga. Amekuwa na mchango chanya sana tangu amejiunga na Simba Sports Club, na amekuwa kwenye kiwango bora kweli kweli tangu amejiunga na timu yetu, na amekuwa msaada mkubwa kwenye timu yetu. Libase Gay wengi walimtazama tofauti ya kwamba atakuwa ni yule winga ambaye anakaa zaidi kwenye kibendera na anapiga cross, lakini imekuwa ni tofauti. Yeye amekuwa ni winga wa kukatiza katikati ya uwanja na kuja kufanya matukio ya kuisaidia timu kupata bao.
Msemaji, ndani ya msimu huu, kwanza leo misimu mitatu mpaka minne imefanikiwa leo kufuzu katika hatua ya fainali, lakini ndani ya msimu huu mmefanikiwa kunyanyua kikombe cha Muungano. Ni dhahiri shahiri kwamba mnyama yuko mawindoni kurejesha heshima yake mwishoni mwa msimu huu. Absolutely. Mnyama anataka kuondoka na ubingwa msimu huu. Kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo na aina ya wachezaji tuliyokuwa nayo, itakuwa ni ajabu kweli kweli eti msimu huu kaisha bila Simba kuondoka na chochote kitu. Ni ngumu kweli kweli, na tupo kwenye hatua za mwisho za kurejesha heshima ya mnyama. Heshima inarejeaje? Kwa kuchukua mataji na vikombe mbalimbali. Tayari tuna kombe la Muungano. Sasa vita kubwa ipo kwenye kombe la CRDB pamoja na kombe la NBC. Kwenye kombe la CRDB huku ndio tumetoa macho kweli kweli, kwa sababu tunaona huko mwangaza wa kufanya vizuri, kwa sababu huku inategemea zaidi na ubora wetu, tofauti na kwenye kombe jingine ambapo inategemea mtu mwingine afanye makosa. Na mimi niwahakikishie ndugu zangu waandishi wa habari na niwahakikishie wana Simba kwa ujumla ya kwamba mwaka huu hatutaondoka patupu. Mwaka huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutaondoka na chochote kitu, ama tutaondoka na vyote msimu huu. Hiyo timu ya kufanya hivyo tunavyo. Na sisi Simba Sports Club, mechi ya leo dhidi ya Coast ndio ilikuwa mechi ngumu kwetu kwenye kombe la CRDB. Paliko baki huko kwa wapinzani waliobaki huko mbele, sisi kwetu ni mwendo wa kumsukuma mlevi tu. Kazi ngumu tumeshaimaliza, na ukiangalia mapito yetu, Dodoma Jiji, TRA, Coastal Union, mechi zote hizo zimetuimarisha na ndo zilikuwa mechi zetu ngumu, na leo tumemaliza mechi ngumu kwenye kombe la CRDB. Huko tunakoelekea ndugu zanguni, nyama ni yena. Na mimi naiona Simba mwaka huu ikiondoka na ubingwa wa kombe la CRDB, tuseme insha Allah. Tumalize haraka haraka, kuna mdada pale nataka niwahi nikamwombe namba. Umeona ile mali nyeupe ile? Nataka nikachukue namba pale. Tumalize, Jadu anaweza akaichia.